Hatimaye serikali haramu yake Samia Suluhu imevunjika baada ya Mwigulu Nchemba kutema cheche za moto. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika uwanja wa siasa, kauli moja tu inaweza kuwasha mjadala mkubwa ndani ya taifa, lakini wakati mwingine kauli hiyo hubeba zaidi ya ujumbe wa kawaida. Hubeba onyo, hubeba msimamo, na wakati mwingine hubeba ishara ya mapambano makubwa ya kisiasa yanayoendelea nyuma ya pazia. Hivi karibuni kauli kali iliyotolewa na Mwigulu Nchemba imeibua mjadala mzito katika medani ya siasa nchini Tanzania. Kauli hii imekuja katika mazingira ambayo mjadala kuhusu rushwa, ufisadi na matumizi ya rasilimali za taifa inaendelea kushika kasi katika jamii. Katika tamko lilovuta hisia za wengi, kiongozi huyo alizungumza kwa msisitizo kuhusu madai ya kuwepo kwa njama za kisiasa zinazolenga kudhoofisha juhudi zake katika vita dhidi ya ufisadi na rushwa. Na kauli hiyo imeibua tafsiri nyingi kutoka kwa wachambuzi wa siasa, wanaharakati na wananchi wanaofuatilia mwenendo wa uongozi nchini humo. Kwa mujibu wa maudhui ya kauli hiyo, ujumbe wake ulikuwa wazi kwamba hakuna kundi la kisiasa, nguvu ya kifedha au mtandao wa maslahi binafsi utakaozuia mapambano dhidi ya vitendo vitakavyohatarisha maendeleo ya taifa. Na katika mazingira ya siasa za Tanzania, mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi yamekuwa moja ya ajenda muhimu kwa muda mrefu, na serikali mbalimbali zimekuwa zikiahidi kupambana na vitendo hivyo ambavyo mara nyingi hutajwa kama vikwazo vikubwa kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Kauli ya Mwigulu Nchemba imekuja katika kipindi ambacho wananchi wengi wanatarajia kuona hatua thabiti zaidi katika kuimarisha uwajibikaji wa viongozi pamoja na matumizi sahihi ya mali za umma. Kwa wachambuzi wa siasa, kauli hiyo inaweza kuwa ishara mvutano unaoendelea ndani ya mfumo wa uongozi au katika duru za kisiasa zinazohusiana na maslahi mbalimbali ya kiuchumi. Na katika mifumo mingi kisiasa duniani, vita dhidi ya rushwa mara nyingi huibua upinzani mkali kutoka kwa makundi yanayohisi kutishiwa na mabadiliko hayo. Katika muktadha huo, kauli za waziri mkuu inaonekana kujaribu kuonyesha kuwa mapambano dhidi ya ufisadi hayawezi kusimamishwa na shinikizo la kisiasa au kiuchumi. Na kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya utawala bora, kauli kama hiyo mara nyingi hutumika kuimarisha taswira ya uongozi thabiti unaojitahidi kulinda maslahi ya wananchi. Pia hutuma ujumbe kwa taasisi za umma na vyombo vya dola kuhusu umuhimu wa kusimamia sheria bila kuathiriwa na nguvu za kisiasa au kifedha. Na katika historia ya kisiasa ya Tanzania, suala la rushwa limekuwa moja ya changamoto zinazotajwa mara kwa mara katika mijadala ya kitaifa, na serikali nyingi zimekuwa zikianzisha mikakati mbalimbali ya kupambana na vitendo hivyo, ikiwemo kuimarisha taasisi za kupambana na rushwa pamoja na kuanzisha sheria kali dhidi ya wahusika. Kwa miaka mingi wananchi wamekuwa wakifuatilia kwa karibu hatua zitakazochukuliwa na serikali katika kuhakikisha uwazi na uwajibikaji katika matumizi ya fedha za umma. Kauli ya Mwigulu Nchemba inaonekana kujaribu kuendeleza mjadala huo kwa kusisitiza kuwa mapambano dhidi ya ufisadi yanaweza kuwa na maneno pekee ama yanaweza kuwa ya maneno pekee, bali yanahitaji hatua thabiti na msimamo usiotetereka. Na katika mazingira ya kisiasa ya sasa, viongozi wengi duniani wamekuwa wakitumia ajenda ya kupambana na rushwa kama sehemu ya mkakati wa kuimarisha uongozi wao pamoja na kujenga imani ya wananchi kwa serikali. Hata hivyo, wataalamu wa siasa wanaeleza kuwa mapambano ya kweli dhidi ya ufisadi yanahitaji zaidi ya kauli kali za kisiasa. Yanahitaji mifumo imara ya kisheria, taasisi zinazofanya kazi kwa uhuru pamoja na uwazi katika uendeshaji wa shughuli za kisheria. Na kwa upande wa wananchi, kauli kama hiyo mara nyingi huibua matumaini kwamba serikali ina dhamira ya kweli ya kushughulikia changamoto zinazohusiana na matumizi mabaya ya rasilimali za taifa.
Na katika mijadala ya kijamii na kisiasa inayoendelea nchini Tanzania, rushwa imekuwa ikitajwa kama moja ya vikwazo vikubwa vya maendeleo ya taifa. Wataalamu wa uchumi wanaeleza kuwa vitendo vya ufisadi vinaweza kudhoofisha uwekezaji, kupunguza mapato ya serikali na kuathiri utoaji wa huduma muhimu kwa wananchi. Na kwa hiyo hatua zozote zinazolenga kupambana na vitendo hivyo mara nyingi hupokelewa na kwa hamasa kubwa kutoka kwa wananchi wanaotarajia kuona mabadiliko katika mfumo wa utawala. Kauli ya Mwigulu Nchemba pia imechochea mjadala kuhusu nafasi ya viongozi katika kusimamia mapambano dhidi ya ufisadi. Na katika mifumo ya kidemokrasia, viongozi wa serikali mara nyingi hupewa jukumu la kuhakikisha sheria zinaheshimiwa na taasisi za umma zinawajibika kwa wananchi. Na katika muktadha huo, msimamo mkali dhidi ya rushwa unaweza kuonekana kama sehemu ya juhudi za kuimarisha utawala bora na kulinda maslahi ya taifa. Hata hivyo, wachambuzi wengine wanaona kuwa kauli hiyo inaweza pia kuwa ishara ya mvutano wa kisiasa unaoweza kuwepo ndani ya mfumo wa uongozi. Na katika siasa, kauli kali mara nyingi hutumiwa kuonyesha msimamo wa kisiasa au kujiweka katika nafasi ya uongozi thabiti mbele ya umma. Kwa hiyo mjadala unaoendelea sasa hauhusu tu kauli yenyewe, bali pia maana yake katika muktadha mpana wa siasa za Tanzania. Na kwa upande wa wataalamu wa utawala bora, vita dhidi ya ufisadi vinahitaji ushirikiano wa wadau wengi, ikiwemo serikali, taasisi za sheria, sekta binafsi pamoja na wananchi. Bila ushirikiano huo, mapambano dhidi ya rushwa yanaweza kuwa magumu kufikia mafanikio ya kudumu. Na katika mazingira ya sasa ya siasa za kiuchumi duniani, uwazi na uwajibikaji katika matumizi ya rasilimali za taifa umeendelea kuwa kipimo muhimu cha uongozi bora. Mataifa mengi yamekuwa kisitizo muhimu wa kujenga taasisi imara zinazoweza kupambana na ufisadi bila kuathiriwa na shinikizo la kisiasa au maslahi binafsi. Na kwa Tanzania, mjadala huu umeendelea katika mazingira ambayo wananchi wanatarajia kuona maendeleo ya kiuchumi yanayoendana na matumizi sahihi ya rasilimali za taifa. Kwa hiyo kauli ya waziri mkuu imeongeza sura mpya katika mjadala huo, huku wengi wakisubiri kuona hatua zitakazofuata katika kuhakikisha mapambano dhidi ya rushwa yanaendelea kwa vitendo. Kwa sasa macho ya wengi yanaelekezwa katika hatua za serikali pamoja na taasisi zake katika kuimarisha mifumo ya uwajibikaji na kupambana na vitendo vya ufisadi. Na kwa sababu katika historia ya siasa, kauli kali mara nyingi huwa mwanzo wa hatua kubwa zaidi, na katika mazingira ya Tanzania ya leo, vita dhidi ya rushwa na ufisadi vinaendelea kuwa moja ya ajenda muhimu zinazounda taswira ya uongozi wa taifa. Na iwapo kauli hiyo itageuka kuwa mwanzo wa hatua mpya za mageuzi au itaendelea kuwa sehemu ya mjadala wa kisiasa, hilo ni swala ambalo majibu yake yataonekana katika hatua zitakazochukuliwa katika siku na miaka ijayo. Na katika jambo moja linaloonekana wazi, mapambano dhidi ya ufisadi bado ni mada inayogusa moyo wa wananchi wengi, na kila kauli ya kiongozi juu ya swala hilo ina uwezo wa kuamsha mjadala mpana katika jamii. Na kadri mjadala huo unavyoendelea, wananchi wataendelea kufuatilia kwa karibu kuona ikiwa maneno yataambatana na hatua zinazoweza kubadilisha mfumo wa utawala na matumizi ya rasilimali za taifa. Na kwa sababu katika siasa za Tanzania, vita dhidi ya ufisadi sio tu swala la sera za serikali, ni kipimo cha uaminifu na viongozi mbele ya wananchi wanaoongoza. Ni hayo tuliokuandalia siku ya leo katika taarifa zetu za Kenyascope. Nikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe.